Basi hatimaye tena ndani nyumba ya paa, kazi bomba sana kutoka DC Production. Kumbuka napigwa na Falu DJ. Wazo kanita King of Kole story kwa drama hapo tupendeza zaidi. Leo niko na chuma moja bomba sana kutoka mjini Sopa Korea. Wasema baada ya bwana mdogo mmoja kutumwa kwenda kutafuta dawa ya kuweza kumtibu mtoto katika jumba la kifalme, aliweza kukutana na kitu ambacho kiliweza kubadilisha kabisa muonekano wa maisha yake. Kwani aliweza kuingiwa na kiumbe ambacho kiliweza kutoa kila kitu ambacho kilikuwa kinamfanya au katika umbo la binadamu zaidi. Wewe bwana unafahamika kwa jina la Ganchol. Hii picha lazima utulie kidogo ili uende sambamba na mimi, hakisha unapita katika ile advertise ambayo nimekuwekea kama mwongozo zaidi. Hebu tuanze tukaanze katika episode ya kwanza tu. Basi mwanzoni kuna bibi ambaye anatoa historia akimwambia binti yake pindi ambapo majira usiku anaingia, kuna kiumbe ambacho kinakuwa gani hatari zaidi, yani Ganchol. Pindi ambapo atakapokiona kiumbe hicho itakuwa ni vema kama atatengeneza nafasi ya kuweza kukimbia. Nayo bibi alimuomba binti yake amwahidi ya kwamba kama atafanya kile ambacho anaambiwa. Leo asema miaka 13 baadaye katika palace kuu, inaonekana kuna kijana mdogo ambaye analeta kizaazaa. Kwani mtoto huyu ameweza kuingiwa na laana ambayo imeweza kufanya aweze kuwa wafanyakazi wote ambao wanapatikana katika jumba la kifalme na upande ambao alikuwa anamhudumia yeye tu. Hivyo ilikuwa ni kazi ambayo imeweza kumfanya mfalme ajisikie vibaya zaidi. Aliweza kuitisha baraza na pia kuitisha uongozi na kuweza kutafuta namna ya kuweza kupata dawa ambayo itaweza kutibu ili jambo ambalo linaendelea katika jumba la kifalme. Lakini pia alisisitiza sana hii iwe siri, isije ikafahamika kwa watu wa nje kwamba katika jumba la kifalme kuna kitu cha ajabu kama hicho. Sasa nakwambia ni miaka 13 binti yule kwa sasa ameshakuwa zaidi. Na hapa aliweza kukutana na Mr. mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Mr. Choi. Huyo mzee alikuwa na shida kidogo ya kuona, lakini leo binti alikuja kuhakikisha na vikrini vifaa vyake na kumfanya mzee aweze kuona tena maneno kwa ufasaha zaidi. Lakini binti akiwa katika ile eneo aliweza kuhisi kitu cha hatari sana, kumbuka na chembe za ushaman kutoka kwa bibi yake. Hivyo asema katika ile eneo mbona anaona kama kuna mtoto ambaye anapata mateso makali sana. Hii iliweza kumshtua sana bwana Choi pamoja na kijakazi wake kwamba huyu binti ana uwezo kiasi gani zaidi. Sasa mpambe anasema huyu ni miongoni mwa watoto au wajukuu ambao walikuwa wanalelewa na ule shaman ambaye aliweza kupoteza maisha kwa miaka baadaye zaidi. Hivyo huyu binti baada ya kutoka nje aliweza kukutana na nafsi. Yeye pekee ndo ana uwezo wa kuziona nafsi ambazo zinaweza kuleta shida katika mji, kwa sababu hii ni talent ambayo amezaliwa nao na hivi vitu alifundishwa sana na bibi yake. Hasa aliweza kugundua huyu binti ambaye anateseka katika jumba hii ni kwamba kuna nafsi ambayo inamsumbua zaidi. Alichohitaji ni kutaka kutoa msaada katika ile eneo kwa ajili ya kisha anaweka mambo yanakuwa sawa zaidi. Pastor binti Ibu aliweza kuingia katika chumba ambacho anapatikana binti ambaye kwa sasa anaonekana hali yake sio bomba zaidi. Lakini baada ya kuingia katika ile jumba, huyu mtu alikuwa anahitaji kuichukua nafsi ya huyu binti mdogo, lakini bibi aliweza kumzuia. Asema hawezi kufanya kitu kama hicho, ili mimi nimeshasogea kwenye karibu kiasi hiki. Anachohitaji ni kuongea na hii nafsi kwamba nini ambacho kinataka. Nafsi inadai kwamba watu waliweza kunikata mguu na kunifanya maisha yangu yote niishi katika hali ya mateso zaidi. Hivyo hiki ni kama kisasi changu. Binti asema mimi nitakisha naweza kuzuia wewe. Lakini mambo ambia wewe uweze ukawa shaman wa kuweza kunizuia mimi kufanya jambo ambalo nalihitaji. Binti asema basi acha tuone namna gani inaweza kukaa zaidi. Basi ambaye mtu kikweli aliweza kujikuta ameanza kupoteza uwezo wake zaidi na kuhitaji kufuata kile ambacho binti anakifanya. Lakini baadaye aliweza kukimbia na ule mwili ambao ulikuwa katika lile eneo. Na aliweza direct kuingia mazima katika mwili wa ule bibi mdogo zaidi. Anasema hiki ni kisasi changu tu. Sasa ilikuwa ni kamzozo katika eneo la jiji, kwani binti alikuwa anahitaji kuikamata nafsi, na hii nafsi iliweza kukimbia katika eneo la soko. Na hapa bibi baada ya kuitafuta sana nafsi aliweza kuikuta katika eneo la paa la maduka fulani ya vitambaa. Anasema ingekuwa ni vema kama ungeweza kuniacha niendelee kuishi katika mwili huu, kwa sababu mtu alishawahi kunipa mateso na machungu ambayo kikweli kwa wakati huu siwezi kuyavumilia. Sasa akiwa hapa tunapata kumuona bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Ganchol, ya nafsi ya Ganchol. Sasa anasema ingekuwa ni vema kama ungeweza kuniomba msaada, ningeweza kusaidia. Sasa bibi katika kupambana na ile nafsi
Hatimaye aliweza kuishinda. Sasa anarejea kumwangalia ubibi atakuwa katika hali ya usawa zaidi. Wanamuita Choi Ning. Basi baada ya kila kitu kukaa sawa, baadaye mzee ambaye anafahamika kwa jina Mr. Choi akiwa ametuma vijana waendelee kufuatilia nafasi ya kujua binti yake yuko katika eneo gani. Ghafla tu aliweza kuona binti yake analetwa na kijana wa kufahamika kwa jina Yuhon. Asema hiki ambacho nimekifanya sio mimi, kuna binti mmoja tu ndo aliweza kufanikisha hiki kitu ambacho kimetokea hapa. Sasa upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina Gancho, yani nafsi ya Gancho, yuko napiga story na bibi hapa. Asema Gancho kuna kitu ambacho yani kama umekisahau juu ya kile ambacho alikifanya miaka mingi sana iliyopita. Na hii lizi ambayo nimepatiwa kwa ajili ya kujiweka sawa ni kwa ajili ya kupambana na kujiweka mbali na wewe Gancho. Ingekuwa ni vyema kama ungeweza kukaa mbali na kuniacha na maisha yangu na nifanye vitu ambavyo vinavyoona vinakuwa sawa kwa upande wangu. Basi tunarudishwa nyuma kidogo kujua historia ya yule mwanamama ambaye alikuwa ni shaman. Aliweza kupoteza maisha. Wasema ilikuwa ni siku ambayo alikuwa anapiga vimbola tayari kwa ajili ya kuiondoa nafsi chafu ya Gancho katika eneo la kijiji. Lakini binti yake alirudi akiwa na tete wa meka. Asema nini ambacho kimetokea? Binti anasema mama, bibi nimekutana na Black Magical, mkali wa kufahamika kwa jina la Gancho. Mwamba huyo hapa. Basi wana kijiji baada ya kumuona huyu mwamba waliingiwa na mashaka tena. Lakini mwamba kwa sasa alikuwa ni mtu ambaye ana shida ya kumzuru mtu yoyote tu zaidi ya kuangalia kile ambacho kinaendelea katika kijiji kizima hiki hapa. Sasa ile hali ya binti kukutana mara ya kwanza na mkali wa kufahamika kwa jina la Gancho, yani Dragon King. Bibi aliamua atengeneze kiilizi fulani ambacho kingeweza kumfanya binti aweze kuwa salama zaidi. Na baadaye alianza kufanyika matambiko ya kuhakikisha wanaifukuza nafsi ya kishetani ya Gancho itoke kabisa katika mji mzima sana wapa. Sasa kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya kwa siku ya leo kiliweza kutokea kizaazaa kizito zaidi. Bibi akiwa katika shughuli za maombi aliweza kupoteza maisha tu, na hivyo hii ilimfanya binti aumie sana na kuona yote haya yamesababishwa na mkali ambaye anafahamika kwa jina la Gancho. Na ndio maana binti mpaka leo patana na huyu mwamba. Lakini baada ya mazishi mkali aliweza kumfuata bibi. Kwa bahati mbaya baada ya kumshika binti huyu aliweza kukuta na badilika na kutaka kurejea katika umbo la dragon. Na hapa binti alisema kuna kinga ambayo nimepatiwa na bibi yangu. Na hii ni ahadi yangu ya kwamba ipo siku nitakuja kulipa kisasi juu yako. Taalamu Gancho alicheka zaidi. Basi moja kwa moja turudishe upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina Yuhon ambaye ametumwa aende kutafuta dawa ambayo itaweza kusaidia kitu ambacho kinatokea katika jumba la kifalme. Hapa yuko na Mr. Choi. Baada ya kumpa mwongozo wote, Mr. Choi alimwambia kitu pekee ambacho unaweza kukipata kwa wakati huu, hebu tafuta nafasi ya kukutana na binti ambaye anafahamika kwa jina Yuhon. Kwani anaweza kukupa mwongozo juu ya hicho kitu ambacho unakitafuta kwa wakati huu. Lakini mwamba akiwa anatoka katika ile eneo na pia ni kijiji ambacho alizaliwa kabla ya kupata nafasi katika jumba la kifalme, alipishana na mtu mmoja ambaye ni wa zamani pia ni rafiki yake utotoni. Lakini alimkataa kwa sababu wewe ni snitch tu. Asema yungo nakufahamu wewe. Lakini mtu huyo alikuwa ni mpambe tu, na hivyo aliweza kumuona mwamba akiambamba katika eneo la kijiji. Sasa Tara binti Bu mkali anarudi sehemu ambayo alizaliwa na huko anakuja kumtafuta binti wa kufahamika kwa jina Yoli. Na Yoli katika eneo la kijiji yuko anabishana na mama mmoja hivi. Anadai kwamba kama utashindwa kunipatia kile ambacho nakipata, ndakumbua kwenye siri ya kitu ambacho kilitokea katika miaka ya nyuma zaidi. Inasemekana wewe uliweza kumuua bosi wako ili uweze kupata nafasi ya kucontrol kila kitu katika ile eneo. Hivyo naomba unipatie kitu ninachokihitaji kama free tu. Basi hatimaye binti akiwa anageuka nyuma anapata nafasi ya kukutana na mwamba kufahamika kwa jina Yeon. Mwamba anambia na maana wewe upate nafasi ya kunikumbuka mimi. Binti anasema nitakusahau sasa, mtu ambaye tulikuwa tuna urafiki toka tukiwa wadogo zaidi. Basi tutapata nafasi ya kurudi nyuma kidogo ili kugundua udogo wao ulikuwa na urafiki kiasi gani. Wasema bwana mdogo ilikuwa ni siku ambayo ametoka kusanya vijikuni, na hapa binti alikuwa ametamani tunda ambalo lilikuwa katika mti mrefu zaidi. Kutokana na hali ya upendo tu, bwana mdogo alihitaji kupanda katika mti huo kwa ajili ya kuchuma chungwa na aweze kumpatia bibia. Lakini kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya, mkali kufahamika kwa jina Gancho aliweza kutokea katika ile eneo. Aambia kwa hicho ambacho unafanya ni hatari, ingekuwa ni vyema ungeweza kushuka. Lakini mwanaume aliweza kupata shida katika eneo lake la goti, lakini kwa sasa anadai kwamba yuko fiti tu, kwa hiyo mama sio na mashaka zaidi. Anasema kwa safari nimerudi kwa ajili ya kutafuta kitu ambacho kinaweza kusaidia, kuna shida ambayo imetokea katika jumba la kifalme.
Lakini Lord Chowun alikumention wewe kama ndo mtu pekee ambaye utaweza kunipatia msaada kwenye hicho ambacho nakihitaji. Bado tukutana katika sehemu safi ya pili kujua nini ambacho kitajiri. Hiyo ilikuwa ni episode ya kwanza tu ya Chombomba sana wasema The Haunted Palace na The Chosen One kutoka GC Production jumba la Bhutan. Mida saa 2 kamili pale tutakuwa tunapandisha episode ya pili. Kwa hiyo hii tutakuwa nao takriban muda mrefu zaidi. Kwa hiyo hakikisha unaweka bando la kutosha tu zaidi. Mimi ni Faudije kutoka GC Production. Let's say ciao.